tusikubali kutumika. Tufanye maamuzi kwa sababu ya Kigoma yetu. Mkoa wa Kigoma sio mkoa wa watu kuja kuokota. Bwana, hizi ni ripoti za Ayo TV na millardayo.com kutokea hapa mkoani Kigoma. Na ripoti za leo, kuna jambo jipya ambalo limemleta Mwijaku, mtangazaji kutokea jijini Dar es Salaam, ambaye amekuja hapa mkoani Kigoma kwa mambo ambayo yamemleta, hususan kuongea na vijana kuhusiana na masuala ya uchaguzi. Lakini jambo lingine jipya ambalo Ayo TV ilitamani kufahamu, pengine ni kitu gani ambacho kimemleta hapa mkoani Kigoma. Pengine anawania ubunge ama anatia nia kwa ajili ya kuweza kuchukua fomu hapo mbeleni kwa ajili ya kuweza kugombea ubunge jimbo la Kigoma mjini kama alivyokuja Baba Levo. Yote na yote tumezungumza naye hapa Mwijaku, lakini vibe ilikuwa kubwa kutokea uwanja wa ndege wa hapa mkoani Kigoma kwa ajili ya kuweza kumpokea vijana wa pikipiki maarufu kama bodaboda ambao wamekuja hapa kwa ajili ya kuweza kumpokea Mwijaku. Na hivi ndivyo ilivyokuwa kutokea uwanja wa airport hapa mkoani Kigoma mpaka hapa stesheni hapa Kigoma mjini, na Mwijaku alipokelewa kinamna yake na vijana wa madereva pikipiki hapa mkoani Kigoma. Tazama video hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho uweze kutazama ujio wa Mwijaku. Amekuja kufanya nini na amekuja nia yake hasa ni nini kuongea na vijana. Mimi naitwa Ali Dreams TZA, reporter wa Ayo TV na millardayo.com kutokea hapa mkoani Kigoma. Karibu Kigoma kwanza, nyumbani kwenu. Nini kikubwa ambacho pengine kimekuleta? Vitu vingi vimenileta Kigoma. Kwanza nimemiss my homeland. Wanasema ukimiss watu wako wa nyumbani, dada zako, watu wako wa karibu, kwao kinakuleta nyumbani. Lakini cha pili, nimekuja nyumbani kwanza kuja kuzungumza na vijana wenzangu. Nimekuja kuzungumza na vijana wenzangu kwa vitu viwili. Kwanza, huu ni mwaka wa uchaguzi, kwa hiyo vijana wenzangu kukumbushana kufanya maamuzi sahihi. Lakini la tatu ni kuambia vijana wenzangu kuwa hatutaki kufanya makosa kwenye mkoa wa Kigoma. Imezoeleka watu Kigoma kama wanachukulia poa. Imezoeleka watu Kigoma wanachukua sehemu, labda ni sehemu ya kujitokea, labda sehemu ya kuokota, sehemu ya kutoka kimaisha. Kwa nimekuja kuongea na vijana wenzangu. Nakumbuka mara ya mwisho nilikuwa Saudi Arabia, Maka. Nilikutana na Mheshimiwa Zuberi Zito Kabwe. Nilimwambia vitu viwili. Iko haja ya kuifanya Kigoma irudi kwenye peak, lakini endapo vijana mtafanya maamuzi. Wakati niko nafanya maombi yangu nilimwambia nitakuombea, lakini nakuombea kwa vitu viwili. Na kuombea kwa sababu moja, kwanza uwe na mwamko, uwe na moyo wa uzalendo kwa mji wa Kigoma, lakini uje Kigoma tuonyeshane makali. Hilo ndio kubwa nilichowaambia. Kwa hiyo hicho ndio kubwa nilichowaambia. Lakini kwa ujio wangu huu nimekuja kuongea na vijana wenzangu. Tutaongea vitu vingi, tutanadi sera nyingi, lakini kikubwa tutatembea na ilani ya Chama cha Mapinduzi. Imetoka. Tutaichambua. Tutarajia utatia nia kugombea hapa kwenye jimbo la Kigoma. Nakwambieni lolote, mimi nitawasikiliza vijana wenzangu wanasemaje, lakini nawaambia tu lolote linawezekana. Na rafiki yako pia ametia nia, pengine haitakuwa kuwaza chochote. Wanasema uzuri wa chama cha siasa cha CCM ni kikubwa. Na kila mtu anapewa nafasi. Utakapopewa nafasi it depend una play vipi party yako. Kwa hiyo chama cha CCM ni kikubwa. Utapewa nafasi, utaplay party yako. Kwa hiyo sera, maono yako na malengo yako ndio atafanya akupe nafasi wewe kuweza kukitetea chama. Lakini niwaambie, hatutapitisha mtu mjinga Kigoma. Tutaangalia vipengele vyote, hata kama vingine vipo ndani ya katiba, sisi tutaviangalia. Tunachotafuta hapa, tunatafuta ahueni ya wana Kigoma. Tunatafuta furaha ya wana Kigoma. Wewe wakati tunafika Riki, kuna vitu ulikuwa unaongea hapa siwezi kuviongea hapa. Unafikiri mimi nimefurahia? Sijafurahia. Kwa hiyo ndio maana nataka vijana tu take over. Vijana wachukue nafasi, na ndio maana nilimwambia Zito, tupo Maka. Nimekuja mji wa ibada. Nilimwambia una mawazo gani na mji wa Kigoma? Nilimuuliza mara mbili. Mwami, una mawazo gani na mji wa Kigoma? Akanambia DC. Mimi nimekuja kufanya ibada. Nikamwambia umekuja kufanya ibada na nitakuombea. Usije kuwa na maono kwenda kuwafaharisha watu wengine. Wakati wewe tunataka watu wenye elimu Kigoma. Mimi nina elimu. Lakini nataka washindani wa elimu nikutane nao watu 5 nishindane nao. Huwezi kuniweka mimi nina degree 2 nashindana na watu ambao darasa la 7, la 6. Siwezi kubali, nataka nishindane na watu wenye elimu, tushindane pale. Kwa hiyo kuniambia mimi kukutana Kigoma na Zito kama kati ya nia kugombea Kigoma, mimi kwangu ni heri. Kwa
sababu tunahitaji vijana kama yeye ametia nia kugombea Kigoma. Very nice. Na niwaambie ACT Wazalendo, tutakutana kwenye sera. Wanasema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Tayari Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ameplay part yake. Amefanya makubwa ndani ya miaka mitatu alichukua kijiti. Ni wakati wetu sasa kwenda kusimama naye katika miaka mitano inayokuja. Tunasimama naye vipi? Kwanza kuhakikisha tunasimama na maono yake. Lakini la pili, wewe kama kijana umeplay part gani hapo ulipo? Sasa hivi tuna wimbi la vijana wanatumika. Tuna wimbi la vijana wanakaa mitandaoni kudhihaki na kutukana. Hata vitabu vya dini vyote mbili, wa Kiislamu na wa Kikristo, heshimu uongozi, heshimu mamlaka. Utaulizwa mamlaka ile kuongoza umeheshimu. Kama umeheshimu mamlaka, basi una uwezo wa kumheshimu Mungu. Lakini kama hujaheshimu mamlaka, huwezi kumheshimu Mungu. Kwa hiyo ninachowaambia vijana, na nia nzuri na Watanzania, na nia nzuri na vijana wenzangu, lakini lazima tuheshimu mamlaka. Nataka kijana uwe mkoa wa mfano. Kigoma uwe mkoa wa mfano katika vitu vingi. Mkoa wa mfano, kutokuwa na vijana ambao watasimama kuanza kutukana mitandaoni. Hiyo sifa itatoka Kigoma. Cha pili, sisi tutakuwa watu wa kwanza kuhakikisha Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan anapata kura nyingi kuliko mkoa wote mwingine. Lakini la tatu, tutakutana na kijana mwenzetu Zitto Zuberi Kabwe mtaani. Sawa, la mwisho nitaka kufahamu kuhusiana na, tumeona Daa umejenga nyumba, mambo ya uwekezaji huku nyumbani, umejipangaje, na pengine tutatarajia utajenga gorofa kijijini kwenu pia kuweka mazingira safi yani kwa nyumbani? Inshallah biidhnillah. Unajua riziki na kujenga ni riziki. Kwa hiyo riziki Mungu akinijalia, kwa nini nisiwekeze? Nakuja hapa nakutana na dada yangu, nakutana na ndugu zangu. Kwa hiyo nafsi yangu inatamani niwekeze, lakini ni kipato inshallah kinijalia na nitakuja kuwekeza. Moja kati ya kitu ambacho Alikiba amekuwa akinipigia kelele sana siku zote, ananiambia Mwijaku, I will support you. Leo umekuja Crown Media na kusupport, lakini lazima uwekeze nyumbani. Sasa kuwekeza kuna namna mbili. Kuna kuwekeza kuweka nyumba ya makazi, lakini kuna kuwekeza in term of business. Alikiba ananishauri niwekeze kwenye biashara. Kwa lazima nijue biashara gani nitakuwa na mamlaka nayo na nguvu nayo. Sio kila biashara nitakurupukia tu. Nitafute biashara ambayo ina maono. Hii bwana itanifikisha mbali. Kuwekeza kwenye ujenzi, hilo ni compulsory. 22 chini ya 7 au 3.14 lazima niitumie.